Kuna njia moja kubwa ya uhakika ya kupata wateja wengi. Haijalishi unafanya biashara gani, ukitumia njia hii ni uhakika kuwa utapata wateja wengi. Uwe unauza simu, unauza magari, una mgahawa, una kampuni ya ulinzi au kampuni ya usafi, ukitumia njia hii ni uhakika kuwa wateja watakuwa wengi dukani au ofisini kwako. Nayo njia hii ni kujitofautisha wewe na washindani wako au watoa huduma wengine. Kabla hujaanzisha biashara, ni muhimu kufanya kitu tunakiita competitive analysis. Uwaelewe na uwachambue washindani wako. Lazima ujue kwa nini wateja wanapenda kununua kwa washindani wako. Kabla uanze biashara, ni muhimu kutengeneza upekee utakao wapa wateja sababu ya kuacha kununua walikozoea na waje wanunue kwako. Ni lazima utengeneze kitu nakiita unique selling point au unique selling proposition. Hii itakusaidia sana. Na habari njema ni kwamba kuna njia nyingi za kujitofautisha. Unaweza kujitofautisha kupitia muda wa kufanya kazi. Kama wao wanauza asubuhi mpaka jioni, unaweza kuuza asubuhi mpaka saa 6 usiku, au unaweza kuuza usiku peke yake, au kauza masaa 24. Namna pili ya kujitofautisha ni kupitia delivery. Wao wanaweza kawa hawafanyi delivery, wewe unauza chakula kwa kufanya delivery, unawapelekea watu chakula maofisini. Au wao wanaweza kawa wanauza kwa delivery lakini wanachaji wateja pesa, wewe ukafanya free delivery. Hiyo ni namna nyingine ya kujitofautisha. Namna nyingine ya kujitofautisha ni kupitia exceptional customer service. Wao wana huduma mbaya kwa wateja, wewe ukawa na huduma nzuri sana kwa wateja. Unasimama wateja wanapoingia ofisini, unaacha kila unachokifanya, unamsikiliza mteja kwa tabasamu kabisa, na umewafundisha wafanyakazi wako kuwahudumia vizuri wateja wako. Namna nyingine ya kujitofautisha bwana ni kupitia kuwa na ni mazingira mazuri ya ofisini kwako. Sisi tunaelewana Kuna watu wanapoenda kununua chakula hawaangalii tu ubora wa chakula, wanaangalia hata sehemu wanaoenda kununua iko chakula. Watu hawanunui tu chakula, watu hawanunui tu bidhaa yako, wananunua hata yale mazingira unayotumia kutoa bidhaa huduma yako. Pia wananunua hata wafanyakazi wako wamevaaje. Kama wako ovyo ovyo tu, watashindwa hata kuja kununua bidhaa huduma ofisini kwako. Kwa hiyo unaweza kujitofautisha kwa kuwa na mazingira mazuri ya ofisi yako. Namna nyingine ya kujitofautisha, unaweza kujitofautisha kupitia branding na advertisement. The way unajitangaza. Wao wajitangaze kupitia mitandao ya kijamii, wewe ukawa active kwenye mitandao ya kijamii, unajibu comment za wateja, unawa DM kuelezea kuhusiana na ubora wa bidhaa yako, ukawa unafanya matangazo ya kulipia sponsored ads. Namna nyingine ya kujitofautisha kati yako wewe na washindani wako ili wape wateja sababu ya kununua kwako na si sehemu walikozoea ni kupitia consistency katika kudeliver value. Kuna vinyozi unaweza ukaenda leo wakikunyoa wanakuosha na maji ya moto, kesho wanakuosha na maji ya baridi, kesho kutu wanakuambia maji yameisha. Kuna migahawa ukienda leo unakuta wali, nyama, mboga ya majani na maharage, kesho unaenda unaambiwa mboga ya majani imeisha, kesho kuta ukienda unaambiwa maharage yameisha, kesho kuta ukienda unakuta chakula cha baridi, siku nyingine chakula cha moto. Hawana consistency katika kudeliver value. Wateja wanataka uthabiti katika